Yohana 12 kuanzia mstari wa kwanza. Basi siku 6 kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania alipokuwako Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akamtumikia, na Lazaro alikuwa mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatwaa ratli ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Basi Yuda Iskarioti, mmojawapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Kwenye maandiko hakuna sehemu tunaambiwa Yuda alitoa sadaka kwa Bwana Yesu, ila tunaambiwa aliingilia kati kumdisi aliyetoa sadaka kwa Bwana Yesu. Wasiofanya mara nyingi wanawakatisha tamaa wanaofanya. Many times ni asiyeomba ndio anamkatisha tamaa anayeomba, ni asiyetoa ndio anadhihaki anayetoa. Ni Kaini ambaye hajui namna ya kuabudu vizuri na kufurahisha moyo wa Mungu ndio atakayeshindana na Habili ambaye anajua namna ya kugusa moyo wa Mungu kwa njia ya ibada na sadaka. Many times Kaini na yeye yupo kanisani, yupo madhabahuni na yeye wakati wa sadaka na yeye yumo, lakini mara zote atakuwa ni kikwazo kwa Habili, kwa sababu yeye hajui namna ya kuubariki moyo wa Mungu kwa njia ya ibada, kwa njia ya sadaka. So mwisho wa siku, kwa sababu hajajifunza namna nzuri ya kufanya mambo ya kiroho, ataanza kuwa discouragement kwa watu ambao wameamua kukaza kufanya vitu vya kiroho. Maana anasema huyu mama, pesa haya mafuta ambayo anayatoa thamani yake ilikuwa ni mshahara wa mwaka mzima. Haya mafuta sio ya Yuda, ni ya kwake. Anataka kuyatumia kwa ajili ya Bwana Yesu, lakini moyo wa Yuda unaumia. Mafuta sio yako, sijakuibia chochote, situmii cha kwako chochote. It is me worshiping my God. Kinakuuma kitu gani wewe? You know those people ambao kila mtu unapotaka kukaza na Mungu watajaribu kukukumbusha kwamba unajitoa kupita kawaida. Si ulikuwa kanisani Jumapili, leo Jumatano tena, kuna nini? You understand, hii haijaanza na yeye, ni ya zamani sana. Hao ndo akina Yuda. Now please listen, hakuna mtu aliyemsukuma Mariam kutoa hii sadaka. The reason Mariam anaweza kwenda kuchukua mafuta ya thamani ambayo thamani yake ni kama mshahara wa mwaka mzima na anaenda kuyamimina miguuni kwa Bwana Yesu ni kwa sababu anapomtazama Bwana Yesu anamuona na Lazaro pembeni ya Bwana Yesu. Na Lazaro ni kaka yake Mariam, na Lazaro alikuwa amekufa, amezikwa siku ya 4. Bwana Yesu akaingilia kati akamfufua. Kuna kitu ambacho Mariam ametendewa ambacho ni very very personal. Yuda hawezi kuelewa umaana wa hii sadaka ambayo Mariam anaitoa, kwa sababu sio wewe uliyetendewa ambacho Mariam ametendewa. I'm not just giving, ninatoa kwa sababu huyu ninayemtolea kuna vitu ambavyo hauelewi alichonifanyia. Amenifufulia kakaangu ambaye alikuwa amekufa siku 4, yupo kaburini. Sio tu kwamba nitamtolea mafuta, nimeyatoa maisha yangu yote mazima kwake, kwa sababu hata ningetoa vyote nilivyo navyo havitoshani na alichonitendea. Ninasikia kudaiwa ndani kulingana na ambacho amenitendea. Sijui kama umewahi kujikuta mahali kwenye maisha unaona ni kama vile ukarimu wa Mungu kwenye maisha yako umepitiliza chochote ambacho unaweza ukampa. Hakuna kitu cha thamani ambacho Mariam anaweza katoa kikafanana na muujiza ambao Yesu amewatendea wao kama familia. So number 1, she is giving to God kwa sababu ya alichofanyiwa. Kaka yake kafufuliwa kutoka kwa wafu. Watu wa Mungu, kinachotubidiisha kutoa sadaka zetu, kutoa shukrani zetu kwa maneno, kucheza mbele zake ni kitu alichotufanyia. It is very personal. Kuna jambo Mungu ametenda kwangu, kuna kitu Mungu amefanya kwangu kama mtu binafsi, and that is my drive now. I can worship God, I can praise God. Now usipoelewa ushuhuda wangu hautaelewa sifa ninazompa.
Hautaelewa sadaka ninazompa, zitaonekana kama vile ni too much. Why? You don't know where I am coming from. Na hii sadaka ya sifa, hii sadaka ya pesa, you don't know. So number one, Mariam anamsifu, Mariam anatolea sadaka Bwana Yesu kwa sababu ya ambacho Yesu amefanya. Number two, kwa sababu Mariam ana ufunuo fulani kuhusu Yesu. Baada ya kumpaka yale mafuta, Bwana Yesu anasema hivi, huyu ameniandaa kwa ajili ya mauti yangu. Maanake kwenye kile chumba Mariam ndo aliyekuwa na ufunuo kwamba Yesu anaenda kufa. Ni ufunuo kwa sababu Yesu bado yuko hai, lakini Mariam anampaka mafuta. Yesu anasema amenipaka mafuta kuniandaa kwa mauti yangu ambayo inakuja. So she knew in her spirit kwamba kuna jambo linakuja kwa Bwana Yesu na nitatangulia mbele nitoe sadaka yangu kwake. Akampaka mafuta. Do you remember? Baada ya Yesu kufa, kuna wanawake miongoni mwa wale ambao walikuwa wanamfuata Bwana Yesu walienda kaburini wakiwa wamebeba mafuta, kwa sababu walikuwa wanataka kwenda kuupaka mwili wake. Alafu maandiko yanasema wakakuta mwili haupo. Why? Tendo sahihi, timing sio sahihi. They missed it. Mariam alipik katika roho, akajua hiki sio cha kufanya baadaye, ni cha kufanya leo. Ibada ni nzuri inapofanyika wakati ambao Mungu anataka ifanyike. Sadaka, Mungu akikutaka utoe sadaka saa hii ndio wakati wa kutoa sadaka. Mungu akikutaka uanze kufunga saa hii ndio wakati wa kufunga. Mungu akitaka ucheze mbele zake leo ndio wakati sahihi. Kitu sahihi nje ya wakati kinaweza kisikupe matokeo. So we see Mariam anafanya anachofanya kwa sababu ya ufunuo alionao. Asiye na ufunuo ulionao hataelewa unachofanya. Hajui unachojua kuhusu Yesu, hajui unachojua kuhusu Mungu, kwa hataelewa unachofanya. And it is okay if they don't understand, kwa sababu kwa bahati mbaya wanaotukatisha tamaa kufanya ambayo tunayafanya ni wapagani. Tunapaswa tutarajie kwamba hawataelewa. They don't have our revelation. They can't understand what we do. So what is my message this morning? Continue in your revelation. Endelea kwenye ufunuo ulionao. Huo ufunuo ni binafsi. Una ufunuo wa kumtumikia Mungu, asikutoe mtu hapo. Ufunuo ni binafsi. Una ufunuo wa kumtolea Mungu, stay there. Ni binafsi. They don't have your revelation. They want to understand what you do. Mwambie rafiki yako, continue in your revelation. Continue in your revelation. Mwambie tena. Continue in your revelation.